Bwana, yes, hujambo na karibu ndani ya 18 tuweze kupiga story nyingi zaidi, hususan zile ambazo zinakuwa zina trend katika mitandao ya kijamii kwenye ulimwengu wa soka. Ndizo ambazo tunakuwa tunazizungumza kupitia YouTube channel yetu ya ndani ya 18. Kumbuka pia unatupata kwa upande wa mitandao mingine ya kijamii, hususan kwa upande wa Instagram kupitia ndani ya 18 TZ, na tunapiga story nyingi zaidi na zaidi. Mimi ni Ibrahim Kasuga, lakini nikwambie tu unaweza ukasubscribe account yetu kwa ajili ya kuwa unaendelea kutazama video mbalimbali ambazo tunakuwa tunazipandisha, lakini pia bila kusahau unaweza kubonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kuweza kuwa unapata notification mara zote ambazo tunakuwa tunapandisha video mpya. Na leo bwana, ndani ya 18 tupo na Kevo, shabiki wa Young Africans, almaarufu kama influencer wa Young Africans. Kwa mara nyingine tena tupo naye. Kevo, shwari? Fresh kabisa. Kama kaa. Nilikuwa naongea na mashabiki wa Simba juzi hapa kuhusiana na influencer. Hivi nyinyi mlijipa au iliandaliwa mkaitwa ma influencer? Hapana, timu kama timu ilikuja karatibu ikaona kuna haja ya kuwa na ma-influencer ambao watakuwa wako initiatives na vitu vya kwenye club, kama kusupporti wanapojitokeza wadhamini wapya au kufanya kazi na club. Wao wanakuwa kwa ajili ya kuchagiza na kuratibu shughuli ndogo ndogo ambazo si lazima kiongozi aziratibu, lakini kupitia mtu fulani anakuwa anaratibu na vitu vinaenda. Na of course ni ngumu kuiongelea klabu ya Yanga bila kuongelea influencers. Unaweza kuongelea Simba usiongelee influencers kwa sababu ni kama watu wameweuka. Hawapo. Yaani hawafanyi kazi systematic. Influencer A akiamka anapinga mada ya influencer B. Lakini kitu hicho kwa Yanga hakipo. Yanga kuna ile kitu inaitwa solidarity. Yaani unaweza kusema wale wanatumwa, lakini ni solidarity ambayo ipo, bondi yetu ambayo tumeijenga. Sisi tumechukua timu yetu kama sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo hatuwezi tukawa tunawafaidisha watu wengine mitandaoni kwa kulumbana kupitia brand ya timu yetu. Kwa hiyo hilo neno solidarity linabeba maana kubwa kwenye influencer ya Yanga. Nilimchallenge Mandala kwamba influencer yenu unatoka wapi, na akatoa tofauti, akasema wale wenzetu wa Yanga wapo kimpangilio, huwa wanapewa agenda. Lakini wao anasema wao ni ma-influencer ambao imekuja tu. Inawezekana klabu haiwatambui, lakini wao wanasema ndio ma-influencer wazuri kwa sababu wao wanazungumza football, wanazungumza uhalisia, ndio maana hawafanani agenda zao. Wakasema Yanga huwa wanafanana, atakachosema Godi, atakachosema Baraka, Kevo, ndio hicho wote. Mimi sidhani kama wangekuwa na hiyo logic ambayo anasema yeye kwamba wao ni ma-influencers wazuri. Wote ni mashahidi ma-influencers wa Simba. Leo mwingine anamkia kituo hichi cha polisi, mwingine kesho anamkia wapi, mara sio alikuwa amepotea mjini. Yaani yale mtu ni influencer wa mpira lakini anaishi kama mateka wa kisiasa. Sasa hauwezi ukatukompea sisi na influencers wa Simba. Sasa influencers wa Simba wanaweza wakaamka wakawa wanafaidisha watu mitandaoni huko, huyu anarusha kijembe hichi. Tumeona mara kibao tu huyu na huyu anamcharura huyu, tena wanaingiliana mpaka maongoni sehemu za kazi wanazozifanya, wanahadisiana mpaka madududu yao. Kwa hiyo ana haki pia kusema hivyo kwa sababu akiona vitu vya Yanga viko systematic. Godi anachokiposti kinafanana na Kevo, vinaweza visifanani lakini idea ni moja. Godi hawezi akaona wewe mchambuzi eti unaisema Yanga kwenye negative way akakaa kimya. Sasa akija Godi, mimi nikamwona mchambuzi nikaandika, Tina akaona akaandika, unakuja kusema Yanga ni kikundi. Lakini sisi wote tuko kwa ajili ya kuipambania klabu ya Yanga. Unaamini role yenu, yani nyie wa Yanga na uwepo wao wa Simba, japokuwa Simba wanasema wanajiita kwa sababu wao ni walitokea tu, inawezekana baada ya nyie kuonekana na wao kaingia kwenye hilo kundi, unaamini mna faida au ni watu ambao mnachochea migogoro? Na ndamnukuu tena mwenyekiti wa zamani wa kamati ya sheria na hadhi za wachezaji na wanachama, ili Peter Mvela, alisema kuna muda wanaojiita ma-influencer ndio vyanzo vya matatizo. Wewe unaona mna faida? Kama mtu kama Mvela mwenyewe anathibitisha kwamba wanaweza waka-influence matatizo kwenye club, so it means either in a positively way au in a negatively way, hawa influencers kuna kitu wanachangia kwenye club. That's why mtu anaweza akaja kwenye page yangu akanikomentia, wewe ndio unatuponza. Yaani wewe unakaa unajifikiria, mbona mimi sio mwenyekiti wa mashindano? Mbona mimi sina uongozi kwenye ile timu? Wale mtu anakuja Instagram. Niliona Mnolela alikupandia juzi. Kevo alisema hivi leo, afu kesho mbele huko Kevo akaja kaandika hivi tofauti. Naona mkawashwa kwamba hao ndio watu wanaoiharibu timu. Nikaona naye baadaye ukaja kumjibu. Of course, sasa Kasuga, mimi naona vipi mtu ananichafua mimi nakaa kimya. Mimi sijai, kwanza mimi binafsi yangu sikuwahi kumwongelea yule mchambuzi vibaya.
Sasa yeye kwa nini anakuja na screenshot? Unajua unapo screenshot post ya mtu, it either aliongea kitu positively au negatively ambacho kime influence kwenye club, lakini wewe kuchukua ile post yake, unajua kuna namna ya kutumia tafsiri unasema bana ma influencer moja. Lakini kuchukua post ya Kevo Jui umeenda kuiweka kwenye media ambayo unafanyia kazi wewe Jui. Kila mtu anakuja, yani wewe unanichafulia vipi mimi image yangu mimi nikae. Kwa mujibu wake anasema yani inaonekana nyie ndo kama wao mna screenshot. Kwa Kasuga kafanya hivi, kwa fulani kafanya hivi, kwa hiyo mtu akitoa maoni yake Kevo, Tina, Godi hawa toa maoni yako, lakini stop mention. Yani kwa nini usiweke usigeneralize kwenda kuchukua post ya Kevo na kumuongelea Kevo kwamba huyu alikomenti hivi leo ameposti hivi, huyu anachangia kuiharibu timu. Huyo Kevo ni nani? Mkurugenzi wa ufundi Yanga, ni shabiki. Sasa kama tunaamini wewe ni mtu ambaye umebobea kwenye kuchambua masuala ya mpira, unafuatilia mpira wa Tanzania, there is no need ya wewe kwenda kuchukua post ya Kevo kuaminisha watu. Ukisema influencers watajulikana ni kina nani. Mbona mimi sikuwataki wewe Kasuga unapotumia neno jumla influence? Sikusikii mimi ukienda direct bwana Godi alisema 1 2 3, au ukiongelea Godi lazima umhusishe na mwingine na mwingine na mwingine. Lakini kuchukua post ya Kevo kuiweka kwenye sehemu unapofanyia kazi, zile comment mimi nilikuwa nikisoma slide kama amenichafulia mimi image yangu nionekane sasa mimi ni chawa na mimi nalipwa, kitu ambacho ni uongo. Silipwi. Sasa nakubali vipi ukae unichafue na watu waamini mimi nalipwa au mimi nakuwa chanzo cha matatizo ya klabu ya. Yaani wewe Kasuga kwa kuiangalia Yanga sasa hizi unasema vipi influencer yoyote anakuwa chanzo cha engineer sasa hizi akakaa namsikiliza influencer yani serious kwamba Godi amesema fukuza kocha, engineer kaenda kafukuza. Kevo kasema Faridi acheze. Kevo kasema Faridi acheze. Kesho kamwona timu inaendeshwa kwa misingi, kuna benchi la ufundi, kuna kamati tendaji iko pale, kuna rais wa timu, kuna mkurugenzi wa ufundi, kuna fitness coach. Huyo Kevo ni mshabiki na hajanyimwa kutoa maoni yake. Sasa asitoe maoni, wewe mchambuzi extra, mchambuzi wai mkayafanya maoni ya Kevo, ndio utaratibu wa Yanga Afrika. Yaani sio kweli. Kwenye kutoa maoni na eneo ambao niliona hiyo kidogo mkijibizana mtandaoni, inaonekana na wewe sasa ulikubali kwamba ni muda wa wachezaji wengine kupata nafasi. Katika andiko moja wapo inaonekana ulipinga. Sasa wachezaji wetu, andiko jingine ukaonekana unataka wapewe yani mimi unajua sikupinga. Mpo kwenye hali mbaya. Sikupinga wale wachezaji kwamba wasicheze. Yaani mchambuzi anakuja na andiko lake, it's like kama anataka kupigisha shoti. Kwa nini hawachezi? Tena ana refer kwa mtu ambaye anacheza. Mbona fulani anacheza na kiwango chake ni kidogo? Kwa nini tu usiende direct? Jamani, hawa wachezaji tujaona muda mrefu, ifike sehemu kocha wa Yanga awape nafasi tuwaone. Sasa mimi ukienda direct sijui kwamba hawa wanachezi kwa sababu gani, huyu anacheza kiwango chake kidogo, bora huyu acheze. Mimi siwezi yani nikakaa tu nisipite bila comment. Sio wengine Yanga tunaipenda, tuna comment hata tukao tumelala. Kwa mimi kwenye kumkomentia pale, kumbe mwenzangu kaichukua comment yangu kwa ukubwa. Anasubiri siku na mimi niandike. Mimi nimeandika kuhusu Faridi tu, nimetamani kumuona uwanjani akicheza na Shua Boy. Mchambuzi kachukua screenshot. Ile comment sijui ni ile comment ni nahisi kama Yanga tunacheza na Coast mzunguko wa kwanza. Kabla hata Yanga hata haijaanza kucheza makundi kimataifa, seriously. Mtu kumbe kaihifadhi moyo. Hao tunatunza receipt. Hiyo receipt mimi katika receipt imenishangaza kweli. Ni ile hadi ya comment. Wewe mwenyewe umeshtuka ile andiko langu la tangu mwaka jana. Mtu kaja kabisa na hasira akasema Kevo, kwenye hiki ambacho Yanga mnakipitia na wewe pia kuonekana ni kama umekumbuka baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wapata nafasi. Kama mtu ambaye unatazama mechi nyingi za Yanga, unajua baadhi ya taarifa za Yanga, mpo kwenye crisis kwenye in terms of performance uwanjani, yani mpo kwenye changamoto. Yanga tuko kwenye changamoto, yes, kwa sababu changamoto unajua zinaweza zikawa ni other factor, nyingine zikawa short term, nyingine zikawa long term. Factor kubwa ya Yanga kupitia kwenye hizi changamoto ambazo wewe umetafsiri, yani wewe sera 3 mfululizo ni crisis. Yani sasa nakaa najiuliza siku au ni neno zito neno zito sana. Umetumia neno crisis, naanza kufikiria siku Yanga ikishika nafasi ya 7. Kasuga atasema nini? Sio ni depression. Kwa sababu kama watu bado tunaongoza ligi bila kuangalia nani amecheza, pointi ziko vipi, unaiita crisis. Siku hii Yanga ikimaliza nimeuliza ni crisis mnapitia? Tuko kwenye crisis. Inaweza kawa yes or no. Tuko kwenye kipindi kigumu ambacho kinasababishwa na mambo mengi. Cha kwanza ilikuwa niweke. Yaani unaona hata mashabiki ilifika sehemu sisi tunaosafiri na timu. Unasema nikilala hapa Arusha, kesho nikianza safari ya kwenda Dodoma, mechi siwahi nisangalie. Sasa huyo ni mshabiki ambaye anatoka tu train, hahitaji kurefresh, kupumzisha mwili kama FIFA wanavyosema saa 72, 78, anachoka. Je, huyu mchezaji ambaye anatumia energy kubwa uwanjani inabidi afanye mazoezi,
afanye recovery session, inakuwa vipi? Kwa hiyo niwe mwazi, hizi changamoto za hapa katikati ambazo Young Africans tunazipitia, cha kwanza kabisa ni ratiba kuwa imebana. Wenzetu unaona angalau wanakaa siku 7, siku 4, ndio wanakuja kucheza. Yanga ni siku 3, siku 4, siku 3, siku 2, siku 4. Chini ya masaa 72. Chini ya sasa zile za kififa kabisa. Sasa hiyo nadhani hiyo ndio factor kubwa ya Yanga kuangusha alama. Kingine nadhani wewe mwenyewe unafahamu lile zimu la majeruhi kwenye coast ya Young Africans. Mzize majeruhi, Dickson Job majeruhi, Pacome Zouzoua kuna mechi amezikosa, Ibrahim Baka majeruhi. Hao ni first 11 ambao week out week in unaona kwenye coast ya Yanga. Lakini hawakuwepo, na bado waliokuwepo walikuwa wanachoshwa na uchovu wa safari, lakini still Young Africans bado tujafungwa. Kwa hiyo hii inakuonyesha ni ukubwa wa design gani timu yetu inao na upana wa kikosi. Kuangusha alama ni sehemu ya mchezo. Sisi Young Africans bado tunabakia unbeaten team kwenye ligi ambayo zinaweza zikawa nyingine kama Azam, lakini Young Africans ni unbeaten kwa kukusanya alama nyingi kwa msimu. Kwa hiyo unasema vipi timu ambayo iko unbeaten ina matatizo? Ina matatizo. Tumepitishwa kwenye matatizo ambayo Young Africans tumeyavuka salama. Hatukufungwa, tuliangusha alama 6 kwenye michezo mitatu, kitu ambacho hata msimu jana tumekifanya. Tumeangusha 6 tena kwa kufungwa. Tukaenda na kimataifa tukafungwa pia. Kwa hiyo tulifungwa mechi 3 mfululizo, na bado Young Africans ikaweza kutetea ubingwa wake, kombe la FA, kombe la ligi, ngawa ya Emirates tulichukua pia. Kwa hiyo bado sioni kama ni crisis kama unavyosema wewe, ila naona tulipita tu kwenye kipindi kidogo cha mpito ambacho kidogo sisi kama Young Africans tujadho. Unajua sisi Yanga tumezoea ushindi. Tuna kwenye ligi kuu zidi ya TRA, ligi kuu zidi ya Mtibwa Sukari. Leo hii tukidraw lazima uone ni crisis. Kwenye hizo changamoto ambazo nazitaja Kevo, Wanayanga wengi, hata baadhi yenu wana influence. Baada ya kikao cha tathmini juzi, matarajio yenu, unajua kuna muda unayotuma andiko unasema Kevo naye anategemea kocha afukuzwe. Yaani kwamba Kevo alikuwa anategemea taarifa ni ya kocha kuondoka. Kuna eneo ambalo mnaamini mnahitaji mabadiliko kwenye benchi la ufundi, kwa sababu hata kocha Amuali kuongezwa kwenye kikosi tunajua tu bwana huu ni mtego. Maana tuliona Patrick Mabedi tukasema mtego, kweli ndio manfozi ya kutoboa. Wewe unaamini benchi la ufundi ni sehemu ya changamoto mnayopitia sasa? Of course kwa namna moja au nyingine ilikuwa ni sehemu ya changamoto ambazo tunazipitia kama kwenye eneo la substitution, kitu ambacho uongozi wa Yanga umekuja umejibu. Tumeletewa kocha ambaye mwenye uzoefu. Mechi zile za away ukiwa na kocha msaidizi kama Molin, ndo anamwambia kocha mkubwa na wachezaji Faridi Shwaboy, hao watu wanacheza kwenye hivi viwanja vya mkoani kwa ukubwa kuliko kina Alan Okelo, kina Buba. Kwa nadhani kuna kitu kilikuwa kimemiss, uongozi wa Yanga umeona kimemiss na wameleta kocha mwingine. Kutegemea sasa kocha mpya ni kila mtu na expectations zake, kwa sababu unaweza ukamrate kocha ni mbaya, lakini umemwangalia huyu kocha Pedro Goncalves amepewa muda gani wa kuandaa kikosi. Amefika, amepewa timu iko kwenye kimataifa kwenye hatua ya makundi. Yes. Amefika, ameanza kucheza zidi. Mbona mechi ya FAR Rabat amecheza vizuri? Mechi mbona ile ya JS Kabylie away amecheza vizuri, tumepata hadi alama 1. Kwa hiyo nadhani kocha anataka kutokuchezesha wachezaji sisi tunaolalamika kwa nini hawachezi. Kocha hawezi akabadilisha. Winning team never change. Kwa hiyo kocha ana shida. Anacheza hapa Arusha na TRA. Mechi imeisha 1-1 au 0-0. Anapata muda gani wa kurudi kambini kuangalia mchezaji huyu anampa potential ipi? Wakati muda huo mechi inapoisha, timu inaanza maandalizi ya safari ya kwenda Dodoma. Ikifika Dodoma, press conference kuelekea kwenye mechi. Akirudi baadaye kwenye mazoezi ni maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo unaofuata. Kuna kauli inasema yani kocha hajapewa muda. Kuna kauli inasema timu inaendelea mwanzoni mwa msimu. Of course ni kocha ambaye mlimbadilisha. Nimeona engineer anatajwa kwamba sasa arudi kwenye usajili mwenyewe. Unaamini hii timu mliikosea? Wewe kama shabiki wa Yanga, hii timu mliikosea mwanzoni mwa msimu kwenye usajili, kwenye maboresho nini na vitu kama hivyo? Mimi sidhani kama timu ya Yanga ilikosewa. Kila mtu anafahamu usajili ni kamari. Wakati Alan Okelo anakuja, nyie mlikuwa mashahidi na mlikuwa mnasema kwamba Simba ndio walikuwa wa kwanza kuhusishwa kwenye dili la Okelo, lakini Young Africans wameshinda. Njoo kwa mchezaji kama Emmanuel Mwanengo. Sio mchezaji mbaya, hata wakati anasajiliwa watu wengi hawakumponda. Kuna wachezaji wakisajiliwa unaona kabisa watu direct wanaponda. Haya, njoo kwa mchezaji kama Mohamed Dumbia. Nani akumsifia Mohamed Dumbia nchi? Nani baada ya mechi ya Simba na Yanga angawajamia kumsifia Mohamed Dumbia? Kila mtu alimsifia. Musa Balakonte wakati anasajiliwa uliona timu ngapi za Tanzania zilihusishwa. Kwa kwangu mimi usajili bado unabaki kuwa ni kamari. Unaweza kusajili wachezaji wazuri na bado mambo yasikliki. Mkumbuke Eden Hazard anatoka Chelsea anaenda Madrid. Mkumbuke Philippe Coutinho anatoka Liverpool anaenda FC Barcelona, au Neymar anatoka Barcelona anaenda PSG. Nini kilifuatia?
sometimes usajili ni kamari. Unachukua mchezaji mzuri anakuja kwenye timu yako, anashindwa ku click, au unachukua mchezaji mzuri lakini anahitaji timu nyingine ya kumfanya aendelee kuwa mzuri. Muangalie mtu kama Stefano Aziz Ki alivyokuwa ana play role yake pale Wydad Casablanca ni tofauti na alivyokuwa kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo tunaweza tukawa tulisajili wachezaji wazuri, lakini wachezaji ile combination as a team hatukuipata, na wachezaji wa dirisha dogo pia the same, tukarudia mistake hiyo hiyo. Tumeleta wachezaji ambao kweli wanafahamika na ni wana mpira mzuri na ni maarufu na watu walikuwa wanatamani kwenye usajili, lakini wameshindwa ku click. Sidhani kama Alan Okello hata akiondoka leo Young Africans utamlaumu Engineer Ellis, utamlaumu Alan Okello kwa kushindwa kuonyesha machachari kwenye kikosi cha Young Africans. Yes bana, Kevo na Yanga, changamoto ambazo anazipitia hapa yeye kama shabiki, na ni shabiki ambaye pia amekuwa kwa namna moja ama nyingine ana engage sana kwenye matukio tofauti, matukio mbalimbali ambayo ya michezo yanakuwa yanatokea hususan kwa upande wa kikosi cha Young Africans. Na nikwambie tu muda huu ukiwa unatutazama pia kupitia PremierBet, tembelea tovuti ya www.premierbet.co.tz. Ukishaingia kule, kama sio mwanafamilia wa PremierBet, basi jisajili hapo uweze kufungua akaunti yako, lakini kama tayari wewe ni mwanafamilia, basi utaendelea kuenjoy mambo mbalimbali. Na utakapojiunga na PremierBet hii leo bwana, pale ambapo utaweka details zako, ukishashuka chini kabisa kuna sehemu ambayo itakuhitaji uweze kuingiza promo code, kwa sababu kuna bonus nyingi sana ambazo zinapatikana kupitia PremierBet, lakini promo code ambayo inaweza ikakupa mambo mengi zaidi ni kupitia PB18. PB18. Hii ni promo code ambayo itaweza kukupa faida zaidi na zaidi, na kupitia promo code hii unaweza ukapata bonus ya mpaka 100% kwa upande wa michezo hizi games za kawaida. Mpira wa miguu tunajua kuna basketball, kuna bonus mpaka 100%, lakini kwa upande wa Vegas kule kuna asilimia ya bonus mpaka 200%. Unakuwa unaishi nayo kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo jiunge na PremierBet leo kupitia promo code ya PB18 na jambo linakuwa limenyooka, jambo linakuwa jambo. Mimi ni Ibrahim Kasuga hapa bwana, nipo na Kevo, shabiki wa Young Africans, influencer, mwanachama wa Yanga. Naamini moja kati tukio ambalo limekutukanisha Kevo siku za hivi karibuni ni adhabu ya Djigui Diarra. Sasa kwanza umeona reaction ya watu? Mimi sio mpenzi wa kusoma comment. Labda nikipost kwenye page yangu at least kidogo naweza nikaona, kwa sababu sisi zinakuja pale kwenye upande wa wa kuview comments. Kwanza jambo la Djigui Diarra kama wana Yanga, kitendo ambacho alikifanya kilichomfanya afungiwe michezo 3 na kupigwa faini ya milioni 2, lakini ana tukio jingine la kuonyesha ishara ya kidole cha kati ambacho kwa tafsiri ya kawaida ni matusi. Wewe umejuaje ni matusi? Nimejuaje ni matusi? Ishara ya dole ya kati tafsiri ya kawaida ya jamii yetu ni matusi. Ngoja nikutolee mfano tu Kasugu. Wakati Libasagwe anakuja kwenye mchezo wa zidi ya Esperance de Tunis away, ilionekana shanga. Watu wakaja wakakwambia shanga. Sisi kitanzania hapa mwanaume ukivaa shanga utashanga, watu watakushangaa. Shanga ni urembo wa jadi. Urembo wa jadi. Sasa kwangu mimi nikiona mwanaume amevaa shanga, kwangu yani naona kabisa ni laana kwa utamaduni wetu. Lakini kwa utamaduni wa Libasagwe ilikuwaje? Ni kawaida wachezaji wa lakini dole la kati, dole la kati ni sign ya dunia nzima. Wale utaenda White House Marekani kuonyesha dole la kati afu fresh. Kila sehemu na tamaduni zake. Pengine mali wewe unajuaje? Mali ngoja kwa mfano ngoja nikwambie. Kwa mfano kwetu Moshi. Unajua ile? Ni kwetu ile bora mtokane mzazi kuliko. Hata mimi kwetu ukipiga mluzi ni kesi. Umeona? Lakini unasema lakini sio ile. Kwa kwangu mimi bado sijaujani, yani sijapata hiyo taarifa. Ishara ya kidole cha kati Kevo. Mimi jana mimi nimeenda mpaka ni dunia nzima ni ishara ya nimeenda mpaka kwenye artificial intelligence. Nimegoogle mtu akijiosha kidole cha kati itakuwa vipi? Mimi hamna sehemu ameniandikia ni tusi. Kwa hiyo wewe unafikiri kwa nini ile clip ya Djigui Diarra anaonyesha dole la kati ilijipatia umaarufu mtandaoni? Perception. Kwani ile clip ya amevali Basagwe shanga ikumpatia umaarufu kabla ya Tanzania? Kwa nini kila mtu alivyoiona au ule uendaji wake, ule umaarufu ulipata? What's so special? Ndo hizo kwa sababu ya kitendo? No, ndo hizo perception ambazo umejiwekea. Vitendo viko vingi. Hata tu kutoka golini mpaka kufuata kwa muamuzi. Watu wameviongelea, sasa acha kuongelea hicho kidole. Kevo leo mtu akaonyesha dole la kati. Is it okay kwa tafsiri hivi? Sasa kama mimi nimekutukana, ngoja mimi nimekutukana umenionyesha dole la kati. Sasa mimi ni GG. Sitaki kuamini mimi Diarra alitoka dressing room huko mbalisha nguo eti kamnyoshia mwandishi wa habari dole la kati kwa sababu tu amejisikia kumnyosha. Kwa nini wewe unaamini ameonewa kwa sababu kuna adhabu ya kumzonga muamuzi ambayo inatafsiriwa kama kushambulia.
alafu kuna milioni 2 faini ya kuonyesha kidole cha kati. Hiyo ndo faini ya uongo kabisa. Yaani unamlipa vipi mchezaji faini? Mimi Kasuga narudia pale pale. Wewe utasema sio umenitukanisha, sijui nimejitukanisha. Kitendo cha bodi ya ligi na kamati zake kumwadhibu Djigui Diarra kwa kitendo kile cha kunyoosha dole hakuwa wajibu wao. Ilikuwa ni wajibu wa kikosi cha Yanga, uongozi wa Yanga kumwambia Djigui Diarra kwa nini umefanya kitendo kile. Waliingilia maamuzi mengine ya sehemu ya kwenye timu. Narudia tena, mchezo ulikuwa umeisha na haukupaswa kuendelea pale kwa kuadhibiwa kwa aina. Hata Djigui Diarra pale angesema ajichome kisu uwanjani. Hiyo ilikuwa sio kesi ya bodi ya ligi. Ingekuwa ni kesi yake ya kujicommit suicide. Sio tena bodi ya ligi. Pale mfano shabiki angemvaa, angempiga. Unafikiri mwenyeji wa mchezo asingechukuliwa hatua? Asingechukuliwa hatua kwa sababu kwa nini Young Africans walichelewa? Kwa sababu mashabiki wakiingia uwanjani nini kinatokea? Kanuni za bodi ya ligi, timu ngeni inaondoka saa ngapi uwanjani mara baada ya mchezo. Young Africans walikuwa tayari wako nje ya zile dakika za mtu kuondoka. Kwa hiyo mfano sasa hizi tumeenda kucheza mechi Generali moja. Mfano sasa hizi tumeenda kucheza mechi Generali Samuyo pale JKT. Mechi imeisha, sisi tukaamua kukaa kwa sababu sisi Tanzania sisi. Labda nasimama mnatolewa. Ngoja tukaamua kukaa pale Mbweni mpaka asubuhi. Wakati tunatoka Djigui Diarra labda akampiga ngumi labda mchezaji Popita. Popita ametoka zake huko kwenye anaenda zake kwenye kiwanja cha mazoezi kufanya masiku nyingine. Ataadhibiwa na bodi ya ligi. Hiyo kesi nyingine. Sasa Kevo, wewe ambavyo unakataa hivi kwamba ile ishara unaiona ni kama sio ishara ya matusi. Kuna eneo hili kitendo cha wanayanga kuanza kuchangisha, na hiyo inauma watu wengi, kuanza kuchangisha pesa ya faini ya Djigui Diarra. Msukumo ni nini? Mnashindana na mamlaka, mnaamini kaonewa, na kwa sababu by the way Yanga inaonekana mnashindana na mamlaka. Yaani mtu kaonyesha dole la kati, kamzonga muamuzi, kafanya kila kitu, lakini mmesema hapana, hii fine tutamlipia. Na mnalipa milioni 4 yote au milioni 2? Kwani wao bodi ya ligi si shida yako, si fine tu ilipwe? Sasa sisi tumeamua kutafuta alternative way ya kulipa fine. Tumeamua Djigui Diarra bwana usiku. Sasa mbona timu nyingine hazitunzi wachezaji? Kuna mchezaji juzi mbona amejitutumua ameenda kutunzwa 3400. Lakini umeona Djigui Diarra kuna nyakati alikuwa anaokota mpaka 5 million. Wewe unashangaa kuchangiwa milioni 4. Kuna shabiki alitoka huko kaja akamtuza Djigui Diarra milioni 4 wakati yuko kwenye performance. Sasa kama tunamtuza mtu akiwa kwenye performance, akiwa ameadhibiwa sehemu tunapoona sio sahihi, sisi itatunyima. Maana mnabariki vitendo vinavyofanyika. Atubariki hata Alikamwe msimu jana amepigwa fine, sisi tumemcha. Ndio utaratibu wetu wa maisha yetu. Kama supu tunakunywa pamoja. Metacha Mnata nakumbuka aliwahi kukutana, alifanya kitendo kama hiki. Metacha sasa alitutukana. Kwa sababu alitukana mashabiki wa Yanga au sisi ndio Yanga sasa. Na ni kidole cha kati hicho. Alitutukana na yeye mwenyewe pia uzuri Metacha mimi ni rafiki yangu. Alikiri alikosea. Djigui. Kwa hiyo wakati kawaonyesha nyie jukwani yalikuwa matusi. Ngoja, fine. Djigui amekosea kunyosha kidole cha kati uwanjani. Mlishatafuta source kwa, yani nyinyi si waandishi wa habari, mnatakiwa kuchimba kwenda deep. Mbona sijasikia mwandishi hata mmoja akiuliza waliokuwa eneo la tukio? Sawa ameshakosea, sababu ilikuwa nini ya Djigui kutoa dole lile? Kwa nini tu mnakaa kuhukumu pale? Hata mahakamani haiwi hivyo. Lazima yule Djigui Diarra atapewa muda na wewe wa kusikilizwa. Kwa nini nataka sasa waandishi mwende extra miles? Kwamba kwa nini mchimbe Djigui Diarra kashakosea, sasa ilikuwaje mpaka akakosea? Basi mtaalamu mtaki mlikuwa atakata kipande nisikilize msambaze kwamba Diarra alifanyiwa nini? Wakati Sele anaadhibiwa, wengi walisema kwa sababu reaction ilikuwa ni ya pili, wakaanza kusema alianza kukosea ni Bikoko. Kwa nini msiseme sasa alianza kukosea ni mwandishi wa habari, alikosea vipi? Mtu habarishe, sawa tunajua hizi akaadhibiwa. Tuhabarisheni sisi umma ambao tutakuwa uwanjani. Kwa hiyo ile doli ilikuwa la mwandishi wa habari. Na anajua alichomfanya. Na Djigui Diarra sio mtu wa kutukana. Tokea amekuja Yanga, kuanzia unaambiwa kuanzia kwenye kusafiri, watu wa muuzi hajawahi kutukana. Pale ndo mara ya kwanza. Je, mwandishi alimfanyia nini? Kwa mazingira yoyote haya, wewe unaamini Yanga mna shida na mamlaka za soka? Wewe kama shabiki wa Yanga amui vichungu kimoja. Binafsi sioni kama kuna shida. Tumalize na yeye. Sioni kama kuna shida. Kwa nini mnataka kutengeneza mazingira tukaonekana sisi tuna shida? Kwa nini mnapinga kila kitu? Tumepinga kitu gani? Tumepinga kitu gani? Zikitoka adhabu mnazisha. Sasa si fine, tungekuwa tumepinga. Ile pale imewekwa mkeka ule pale ipelekwe. Tumepinga wapi? Yule pale kasimamishwa mechi 3. Hujasikia barua ya Yanga ikisema mechi zipunguzwe. Tujapinga. Yaani usitaki kutengeneza mazingira. Tuliambiwa tuende Dodoma tukaenda, tulipinga. Hamkupinga. Hatupingi. Sasa tukikwambia tupe mifano ya kwa nini tunapinga, hauna. Bwana, basi tuseme kwamba Yanga hawana noma na mamlaka za soka, lakini choko la Kevo kiliona
na yenyewe pia lina tafsiri mambo mengi sana. Bwana, mzunguko wa kwanza wa ligi umemalizwa almost kwa timu zote kasoro mnyama Simba ambaye ana viporo viwili mkononi, lakini Young Africans kashamaliza na amefanya tathmini yake. Kevo, ubingwa upo? Ubingwa upo. Sio tu hivyo. Jana nilikuwa namwambia mtu sio tu tumepoteza mechi alama 6 kwenye mechi 3. Tunapoteza mbele huko kunapokuja na tutafungwa na tutadraw, lakini ubingwa bado upo Jangwani. Bwana, Kevo anasema bado kupoteza alama kunaweza kawepo, lakini hawawezi kupoteza ubingwa. Bwana, dakika zetu ni chache tu ambazo tumeweza kupiga story. Naamini umpata kitu, lakini pia vile vile umeweza kuenjoy kupitia ndani ya 18. Mimi ni Ibrahim Kasuga na nilikuwa nipo na Kevo, influencer, shabiki wa Yanga, mwanachama wa Yanga, na umeweza kusikia yale ambayo yeye anayaamini kwa sababu ni mtu ambaye pia anaishi kila siku viwanjani, anaishi na klabu ya Yanga kwa ukaribu zaidi. Bye bye kwa sasa. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya ndani ya 18, lakini kutufollow kwa upande wa mitandao ya kijamii ya Instagram kupitia ndani ya 18 TZ. Bye bye kwa sasa.